viongozi wote mlioko hapa. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa fursa ya nami kusimama hapa siku ya leo, na moja kwa moja nianze kwa kumpongeza sana Jaji Mkuu mpya wa taifa letu, na tunakutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako, na kwa ushirikiano ule ambao ameusema Jaji Mkuu mstaafu, tutaendelea kutoa ushirikiano kwa mahakama kwa sura ambayo tunatakiwa kufanya hivyo kikatiba. Labda Mheshimiwa Rais, jambo moja tu ambalo amelieleza kwa kirefu sana Jaji Mkuu mstaafu, ikiwa ni hoja ya ushirikiano kati ya mihimili mitatu, kwa maana ya serikali, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mahakama. Pengine fursa hii ni nzuri kwa sababu vyombo vya habari viko hapa. Ni muhimu wa Tanzania wakafahamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazo nafasi nyingi ambazo zimetajwa kikatiba, na kila nafasi imewekewa majukumu yake tofauti. Mheshimiwa Rais anapokuwa anashirikiana na mahakama kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mkuu wa nchi, anayo majukumu aliyopewa kikatiba kama mkuu wa nchi. Na akiwa mkuu wa nchi pale juu, sisi wengine tunakuwa hapa chini. Mmoja anakuwa mkuu wa mahakama, muhimili wa mahakama, mwingine anakuwa mkuu wa muhimili wa bunge, na mwingine anakuwa mkuu wa muhimili wa serikali. Kwa hivyo Rais anayo nafasi kama mkuu wa nchi kisha mkuu wa serikali. Sasa yako mazingira ambayo pengine Watanzania kwa sababu ya mazingira yaliyopo sasa hivi na taarifa watu za upotoshaji kwa namna ile, basi huwa wanamtazama Rais kwa sehemu moja tu kama mkuu wa serikali, na kwamba akisema jambo fulani basi anakuwa na mihimili mingine pengine inakuwa inaingiliwa labda kwa namna moja au nyingine. Lakini uhalisia ni kwamba nchi hii mihimili yote inachukua mamlaka yake kutoka kwenye katiba. Vivyo hivyo hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania majukumu yake yako kikatiba. Kwa hivyo ni muhimu kama ulivyosema Jaji Mkuu mpya sasa, maana umesha hapa kwa hivyo sio mteule, kwamba unapozungumza na vyombo vya habari ni muhimu sana wananchi wakawa wanaelezwa taratibu, lakini lazima wafahamu tofauti ya hii mihimili, lakini pia kumweka Rais mahali anapostahili. Sio mara zote anakuwa akitoa maelekezo au akisema jambo fulani kama mkuu wa serikali. Mazingira yake ni kwamba anaweza kutoa maelekezo kama mkuu wa nchi, lakini wakati mwingine kama mkuu wa serikali. Kwa hivyo lazima wananchi wapate hiyo fursa, na ndio maana nimesema hapa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaendelea kushirikiana na mahakama, kwa maana ya kwamba sisi ni kazi yetu kutunga sheria, lakini tukishatunga sheria ni kazi ya mahakama kutafsiri sheria, wakati ni kazi ya serikali kutekeleza sheria. Kwa hivyo hata hapa juzi mahakama imetoa uamuzi ambao nimesikia watu mahali wanasherekea kana kwamba wameshinda lottery hivi. Nikashangaa sana, nikasema hawa ni wanasheria kweli, wanaijua Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatupa fursa kama bunge kutunga sheria. Inaipa mahakama kazi ya kutafsiri sheria. Mahakama ikisha tafsiri hiyo sheria, ni kazi yetu bunge sasa kuchukua hatua. Na wakati mwingine, kwa upande mwingine, mahakama inaweza ikatoa hukumu fulani, lakini bunge likiona hii hukumu iko namna fulani, tunatunga sasa sheria kuweka ile misingi, kuweka ile mipaka. Kwa hivyo lazima wananchi wafike mahali ambapo kwa kweli wataelewa kazi ya hii mihimili, na pia kumweka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mahali anapostahili, na kumtofautisha na Jaji Mkuu, kumtofautisha na Spika, wakati huo huo hata yeye kumtofautisha anapofanya kazi kama mkuu wa mhimili wa serikali. Mheshimiwa Jaji Mkuu, tunakutakia kila laheri katika utekelezaji wako, na Mheshimiwa Rais pia tunakutakia kila laheri katika yale yaliyo mbele yako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.